yako mengi lakini kwa ukanda huu Afrika Mashariki story kubwa ambayo inaendelea ni uchaguzi wa Uganda. Ndio. Na uchaguzi wa Uganda upo kwenye hatua ya kampeni ambapo tarehe 12 Januari Waganda watafanya maamuzi. Uchaguzi umekuwa na purukushani nyingi kule kweli ambapo upinzani mkubwa umeendelea kuonekana kwa rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni pamoja na mpinzani Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Na taarifa mbalimbali jana nilikuwa natazama kampeni za Museveni wakati sisi tunazungumza kuhusiana na siku ile kwamba Bobi Wine nyomi la watu pia Museveni naye nyomi kweli kweli. Wote na watu. Kwa hiyo kila mtu ana watu wake. Kila mtu ana watu wake na ni uchaguzi fulani ambao una purukushani nyingi. Wakati huo Bobi Wine akilalamika kuzuiwa baadhi ya mikutano, wafuasi wake wengine kukamatwa, vurugu za mikutano yake, lakini uchaguzi unaendelea. Ni uchaguzi fulani ambao unahitaji kutazamwa pia kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Kabisa ndo utakuwa ni uchaguzi mkubwa sana kwa yes, utakuwa ni uchaguzi mkubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa sababu kama unafahamu kwamba taifa la Uganda mwaka huu na mwakani linafanya uchaguzi. Of course ni kampeni zimeanza mapema, lakini uchaguzi ambao kiutazama umekuwa ukihusisha wanasiasa maarufu wawili, kwa maana kwamba Bobi Wine na mwenzake rais wa Uganda Museveni. Na kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi kuna kampeni tumeshuhudia mpinzani Museveni ameendelea kulalamika kwamba amekuwa akichezewa rafu kitazama kuna kampeni zake. Na kwa mfano tukashuhudia kwa mfano wiki iliyopita wa polisi waliweza kutawanya wafuasi wake kwenye moja hapo mkutano kwa akilalamika. Lakini vitu tukashuhudia vile vile kuna mdahalo wake ambao alifanya, alisema wazi kabisa kwamba ukiukaji wa sheria ambao umekuwa kama una uwiano sawa kati yake na mpinzani wake imekuwa ni hoja ambayo kimsingi amekuwa akizitoa. Lakini Museveni naye ukimtazama ameendelea kusema kwamba wananchi wa Uganda waendelee kumuamini na kumpa nafasi nyingine kwa sababu ameweza kuijenga taifa la Uganda, amelitoa mbali kutazama. Ameweza kuzungumzia kwa mfano historia hiyo ya Amini ambayo alichukua akawa mkombozi katika taifa lao. Kwa hiyo ni uchaguzi kule ambao kimsingi unavukitia, lakini kimsingi ukitazama ni uchaguzi ambao kwa kweli umekuwa ukizungumza hoja nzima za cha kwanza haki za binadamu, cha pili uchumi, cha tatu ajira, lakini cha nne namna gani miradi ya kimkakati ambayo mzee Museveni amekuwa akizungumza kwamba amekuwa akiimarisha katika kipindi chake. Kwa mfano tunafahamu kuna bomba la mafuta kutoka Tanga mpaka Uima ambalo limekuwa ni mradi wa kimkakati, lakini zaidi sana namna gani utengamano wa Afrika Mashariki ambao umekuwa ni hoja ya msingi ya Museveni katika dhana yake ya Pan-Africanist. Kwa kweli umekuwa ni uchaguzi ambao kuvutia zaidi na watu wengi ukitazama taasisi za kimataifa, jumuiya za kimataifa zinasubiri Januari 12 nani ataibuka mshindi. Ukitazama Bobi Wine ameendelea kuungwa mkono na vijana na ameendelea kutoa sauti kwamba yeye lazima tuje na taswira nyingine ya kiongozi katika nchi ya Uganda. Kwa hiyo uchaguzi huu unavutia kwa sababu kuna mtu anatamani kuendelea kuongoza taifa hilo tangu mwaka 1986 na maisha mzee Museveni, lakini vile kuna kiongozi wa kijana ambaye ana historia ya usanii anataka kuwa sehemu ya kuwa nafasi ya rais. Hayo ndio yanayojiri Uganda na tarehe 12 mwezi wa kwanza ndio tarehe ya uchaguzi. Upinzani umekuwa hapo na sisi ukanda huu Afrika Mashariki ni uchaguzi mwingine ambao tunahitaji kutazama kwa kina kweli kweli, na tutakuwa tukiendelea kuzungumza taarifa kuelekea kwenye uchaguzi huo kipindi hiki cha kampeni mpaka ambapo utafanyika hiyo Januari 12 mwaka 2026 bwana, si ndio? Asante kwa mnatuandikia maoni kutokea kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Wanasema live kutokea Nairobi, Kenya, tuko pamoja sana. Naitwa Bongo Man, yanatusikiliza kutokea Nairobi, Kenya. Lakini pia nimekuona The Big Mpiana, unasema unawakilisha Ubungo pale Explosive Family. Asante pia Grace Joseph anasema kaka Exaudi, nimeamka salama, nimekusikia nimepona. Haya bwana, asante pia kwa hiyo. Kutokea kule kwa ndugu yetu alituambia anasikiliza kutokea Kenya. Ipo taarifa pia liona jana ya wabunge kutoka mashariki mwa Kenya wakitaka serikali itangaze dharura ya kuhusu ukame
katika eneo lile la mashariki mwa Kenya. Sio mara ya kwanza kusikia eneo hilo linakumbwa na hiyo changamoto ya ukame. Na Mtei nikwambie, kwa watu ambao walifuatilia kwa mfano uchaguzi wa Kenya mwaka 2022, na watu ambao walifuatilia kwa mfano baada ya Rais William Ruto kutangazwa kumshinda mpinzani wake hayati Raila Odinga, moja changamoto kubwa ambayo ilikuwa inaikumba taifa la Kenya ni swala zima la ukame. Ukiacha serikali ambayo ilikopa fedha nyingi kuna kipindi kilichopita, lakini swala zima la ukame limekuwa ni swala kubwa ambalo limekuwa likisumbua taifa la Kenya. Na tukashuhudia kwa mfano kilimo kikaanguka, wanyama wakafa kwa wengi. Kwa hiyo chakula chao kingi ukitazama kimekuwa kikitegemea katika maeneo kwa mfano ya Tanzania au katika maeneo ya Malawi. Lakini sasa na moja changamoto ambayo kimsingi ameendelea kuiface Rais Ruto ni namna gani anaweza kupambana changamoto za kiuchumi, ajira, vijana, lakini zaidi sana ni swala zima la kiukame. Na hayo sababu 4 zimekuwa ni sababu ambayo kimsingi zimepelekea taifa la Kenya uchumi wao kuwa katika hali ambayo tunasema recession, yani mdororo wa kiuchumi. Kwa sasa kama unafahamu kwamba cha kwanza nchi yao ni ndogo kijiografia. Maeneo mengi ya kilimo yamehodhiwa na watu ambao tunasema makampuni makubwa ya kibepari na familia za kisiasa. Kwa sasa wamekuwa wakipitia kule changamoto kubwa ya ukame. Sasa jana ukitazama wabunge wanasema kwamba tutangaze hati ya dharura ili sasa mwisho wa siku sasa taifa liweze kujipanga. Na katika nchi ambazo ziliathirika nyingi, ukitazama Tanzania kwa mfano, ukitazama utoshelevu wetu sisi wa chakula ni 120%. Kwa hiyo tuna food security kubwa paka na ziada na kiada. Lakini kwa Kenya ukitazama ukame, ukitazama umekuwa ni changamoto kubwa zaidi ya siasa za Kenya. Sasa namna gani kama kiongozi huyo anaweza kuja na hati ambayo itaweza kuweza kuleta suluhu, kwa sababu kukiwa kuna ukame maana ni kwamba wakulima hawezi kulima. Lakini zaidi sana upatikanaji wa chakula unakuwa katika hali ambayo sio himilivu. Lakini zaidi sana gharama za bidhaa kwa wananchi kwa kawaida zinaweza kupanda. Kwa hiyo wabunge ambao wanajenga hiyo hoja wanajenga kwamba lazima sasa kama serikali ije na hati ya dharura na itangazwe bungeni ili mwisho wa siku wananchi wajipange, serikali ijipange ili tuweze kutoka pale walipo na kufikia hadi njema zaidi. Haya bwana, tunasikilizwa na Magati Manyanya akiwa Kiemba, anasema Musoma kule, anasema nawapata vizuri sana, asante pia. Huyu anasema habari za asubuhi hapo studio, namshukuru Mungu tumeamshwa salama, tuko pamoja. Mudi Mkarabati kutoka Moshi Shantown pale, naye pia anasema anafuatilia taarifa mbalimbali. Mwangi kutoka Singida anatupata vizuri pia, anasema tuko bega kwa bega kwa vipindi vyenu, Mungu awape maisha marefu. Asanteni kwa taarifa mbalimbali asubuhi hii. Asante pia kwa maoni yako na kuamka na sisi. Asante pia kwa Kazungu kutoka Moshi pale Pumuani, anasema kumekucha, napata taarifa nyingi kutokea kwenu pia, asante. Na Nkirwa Mbararia Akio anasema pia asubuhi njema kwenu studio, akawasalimia watu wengi marafiki zake hapa pia, asante kwa maoni yako. Tunaendelea kutazama taarifa mbalimbali ambazo zimejiri barani Afrika. Vipi mchungu? Ambazo zimejiri barani Afrika na zipo taarifa nyingi kweli kweli. Jana ndio punde nikaona taarifa ile mchana ilikuwa kubwa sana kutoka Benin, ikieleza kwamba wanajeshi waliounda kitu kinachoitwa kamati ya kijeshi waliingia kwenye televisheni ya taifa wakatangaza kwamba wamefanikiwa kuipindua nchi Benin, kuiangusha serikali.